Katika kuelekea kilele cha siku ya Cantate inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 18 Mei, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Dodoma, jimbo la makao makuu, limeadhimisha tukio hilo kupitia utumbuizaji wa kwaya mbalimbali. Maadhimisho hayo yamefanyika katika ushirika wa Arusha Road, yakihusisha kwaya 19 kutoka jimbo la makao makuu, ikiwemo kwaya ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM na kwaya kutoka Ilula Iringa, ambazo zote zilitoa burudani ya kipekee kwa miondoko ya Cantate Domino. Akizungumza katika maadhimisho hayo, Askofu wa Dayosisi ya Dodoma, Mheshimiwa Askofu Dr. Christian Ndosa, amesema kuwa muziki wa Cantate ni sehemu muhimu ya ibada ya maisha ya kiroho ya Wakristo, huku akinukuu maandiko kutoka katika kitabu cha Zaburi 150 mstari wa 6. Nisiongee mambo mengi kwa sababu leo ni siku ya uimbaji na ndicho hasa kusudio letu la kukusanyika hapa siku ya leo. Nataka kutumia mstari mmoja tu kutoka Zaburi ya 150, ule mstari wa 6 unaosema kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Naomba wote tuseme kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Katika nyimbo tusiimbe tu bure, bali tuimbe kwa kujibadilisha maisha yetu. Tukisema maneno mengi tutachanganya watu, lakini tukinyamaza hivi yataenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upande wake, makamu mkuu wa pili wa jimbo la makao makuu Dodoma, Mchungaji Humphrey Sam, ameeleza lengo la maadhimisho hayo. Na sababu kubwa ya kumshukuru Mungu kwa kupata wasaa huu wa kuweza kuongea katika chombo hiki cha leo. Ni siku ya uimbaji katika dayosisi yetu ya Dodoma, siku ambayo tunakusanyisha kwaya zote za jimbo letu la makao makuu Dodoma. Kama ilivyo kwenye kalenda yetu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, kwa kila mwaka tunakuwa na siku moja ya kusifu Mungu. Kusanyika kwaya mbalimbali kutoka katika sharika, na lengo letu kubwa ni kwa ajili ya kumsifu Mungu. Na tumeona matokeo makubwa sana katika eneo hili la kumsifu Mungu. Kwaya zikikua, watu wakisikia neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Ujumbe mkubwa wa kumsifu Mungu, watu wanaona namna Mungu anapotukuzwa, namna Mungu anapoinuliwa kwa kupitia uimbaji. Na imekuwa ni heshima kubwa sana, si kwa kanisa tu, hata kwa jamii nzima. Watu wanakuwa kiroho, kwa maana waimbaji wetu wanatoka katika jamii mbalimbali, kutoka katika familia mbalimbali za Kikristo, hasa katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri dayosisi ya Dodoma. Kwa tumeona mabadiliko makubwa sana katika eneo la sharika zetu, na kwaya zikiwa zinaongezeka kila mwaka. Mwaka huu tumepata kwaya 19. Uimbaji wa Cantate Domino, mimi nilianza kuimba tangu nikiwa Sunday school. Changamoto za huu muziki wetu, kwanza kukosa walimu. Walimu ni wachache sana kwenye kwaya zetu. Kwa hiyo mwalimu mmoja anaweza kufundisha kwaya hata 5, 6, na hata baadaye wengine wanaweza kaanza hata kulalamika, kugombana kwa sababu kwa nini amefundisha kwaya nyingine afu hii ameiacha. Kwa hiyo changamoto ni walimu wengi hawajasoma ule muziki wa Kilutheri. Mimi nimevutiwa na muziki huu kwa sababu kwanza
unafundisha, unafurahisha, unatukusanya pamoja. Alafu pia tunakutana na watu ambao wanaimba kutoka sehemu tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti. Tunajifunza vingi kwa kweli. Tukio la leo ni tukio maalum ambalo limewekwa na kanisa kwa ajili ya kwaya mbalimbali, makabila mbalimbali kumsifu na kumwimbia Mungu. Na ni siku ambayo ni tofauti kabisa na siku zingine za kawaida. Na ndio maana unakuta siku ya kantate inakusanya watu wengi sana. Hata wale ambao wakati mwingine hawajagi kwenye ibada, lakini wakisikia kantate wanakuja. Na ni kipindi ambacho kwaya nyingi sana zinafanya mazoezi makubwa sana ya uimbaji kwa ajili ya kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Cantate Domino ni aina ya muziki wa kwaya unaotumika kuabudu na kumtukuza Mungu kwa utaratibu wa kipekee na wenye mizani ya kiroho ya juu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, share, like ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.